Bila shaka wewe ni mzima wa afya popote ulipo na kusalimia salamu alaikum, amani iwe nawe, peace be upon you. Unaendelea na mambo yako ya kila siku, nami nimekuja tuzungumze kidogo kwa sababu mambo ya kuzungumza hayaishi, na dunia sasa ni kuzungumza tu, na sio ndo kazi yetu, tunazungumza tu hapa. Kabla yeyote usisahau kusubscribe hapa na uweke notification on kwa ajili ya kuwa unapata taarifa ambazo tunakuwa tunazileta hapa kwako. Kwa hiyo fanya hivyo, usiache. Leo nataka kuzungumza kuhusu hakuna lugha nyingine unaweza kutumia zaidi ya kusema neno kuwa unafiki wa wanafiki. Unafiki wa wanafiki ni kile kinachoendelea hivi sasa ulimwenguni. Umeona kuwa waziri mkuu wa Israeli Netanyahu yuko Hungary, ana ziara kule Hungary. Hii ni moja ya nchi zinazounda ile EU. Katika zile nchi 27 zinazounda EU, Hungary ni EU kabisa. Sasa hii ni kwa mara ya kwanza nchi ya EU inampokea kiongozi ambaye tayari ana waranti ya kukamatwa ya ICC. Hii ni kwa mara ya kwanza. Lakini EU mara kadhaa kwa matamko ya pamoja na kwa tamko la moja moja wamekuwa wakilani sana nchi zingine ambazo zimekuwa hazichukui hatua dhidi ya viongozi ambao wametajwa kwenye masuala kama ya ICC na wengine ambao kwa nini wasikamatwe. Toka kutangazwa kukamatwa kwa aliyewahi kuwa rais wa Sudani Omar al-Bashir, ziara yake ya Afrika Kusini wakati huo ililaniwa sana na hawa viongozi wa EU. Kwa nini hamjamkamata? Tunataka maelezo. Na hata nchi zingine zilikata uhusiano wa karibu na Afrika Kusini kwa sababu Afrika Kusini haikuchukua hatua za kumkamata Rais Omar al-Bashir. Lakini wakati mahakama hii ya ICC imetoa waranti ya kukamatwa kwa bwana Putin, nchi za EU zote zilimeunga mkono wazo hilo na zimekuwa zikinyosha kidole chake kwa baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikimhifadhi au zikimpokea bwana Putin alipotembelea. Nadhani ziara ya mwisho ya Putin ilikuwa kule Mongolia, nchi ya Asia ya Kati kule. Ilipewa lawama nyingi sana. Kwa nini hazijachukua hatua dhidi ya kiongozi ambaye anatafutwa na ambaye ametajwa na mahakama ya ICC? Tunazungumza kuhusu Hungary, mwanachama wa EU, ambaye Netanyahu amekuwa na ziara ya siku 4 akipokewa kwa mapokezi ya shamra kubwa, akiwekewa red carpet, akionekana kuwa ni kiongozi shujaa, na hakuna hatua zozote. Nje ya hapo, Hungary inatangaza kuwa ina mpango wa kujiondoa kwenye makubaliano ya mkataba wa ICC, mkataba ambao uliingiza hii kati ya nchi 127 duniani ambazo zote ni wanachama wa ICC. Nchi za EU zote ni wanachama, zote za EU ni wanachama wa hii mahakama. Sasa Hungary inasema kuwa itajiondoa kama vile nchi zingine ambazo sio wanachama. Unajua Israel sio wanachama wa ICC kama ilivyo Urusi, kama ilivyo Marekani, kama ilivyo China. Nchi hizi kubwa karibu zote sio wanachama wa mahakama hii ya ICC. Lakini mahakama hii, kama nilivyowahi kuwaeleza hapo kipindi cha nyuma, kuwa ina uwezo wa kufanya kazi hata kwa mtu ambaye sio mwanachama, kwa sababu hii mahakama ya ICC ni mahakama ambayo inaweza kuwajibisha kwa maombi ya sehemu husika. Palestina ilishaomba kupitia ICC mwaka 2015 kuwa uhalifu uliofanywa kwenye ardhi yake unaweza kufuatiliwa. Hiyo iko kawaida. Ukraine sio mwanachama wa ICC, lakini Ukraine ilishaomba kupitia hiyo mahakama kuwa uhalifu unaofanywa kwenye ardhi yake unaweza kufuatiliwa. Kwa hiyo unaona sasa hapa ndio kwenye unafiki wa wanafiki. Hakuna kiongozi wa EU yoyote mpaka sasa ameilani Hungary na kuisontea kidole Hungary kwa nini haimkamati Netanyahu, zaidi ya mashirika ambayo ya the Human Rights Watch, Amnesty International, hayo pekee ndio yamezungumza kuhusu kwa nini Netanyahu hakamatwi na kwa nini mnafifisha juhudi za mahakama. Kwa nini? Kwa hiyo imekuwa hivi ni kutokana na mashirika ambayo yamekuwa ya kimataifa, lakini hakuna nchi imewahi kuzungumza. Lakini nje, wakati unaishangaa Hungary, rudi nyuma kumtazame nchi ambayo inajinasibisha kuwa ni katika nchi zenye demokrasia kubwa, yenye uhuru mkubwa, haki na kila kitu, Ujerumani nje ya kufadhili vita ya Israeli, kwa sababu anayeongoza kwa kufadhili vita ya Israeli ni Marekani akifuatiwa na Ujerumani, halafu wanafuata EU na wengine ambao wanashirikiana moja kwa moja. Sasa Ujerumani ambayo ni mfadhili wa pili wa vita, yeye Ujerumani
tayari kansela huyu mpya Merz, wakati tu ameshinda kiti cha ukansela, hotuba yake ya kwanza hata kabla hajaapishwa kuwa kansela, alisema kuwa anamkaribisha Netanyahu kwenye nchi yake, anaweza kufika bila kukwamishwa yoyote. Anamkaribisha Netanyahu kwenye nchi yake kufika kutembelea bila kukutana na chombo chochote cha sheria. Anaalikwa. Huyu ni Mjerumani. Kwa hiyo hapa ule unafiki wa wanafiki unatimia. Kwa hiyo unabaki kuwa hii mahakama kwa ajili ya watu gani? Na hawa kwa nini hawachukui hatua? Kwa nini hatua zao zinakuwa tofauti na wengine? Kwa hiyo hapa ni kwenye unafiki wa wanafiki. Leo Netanyahu yuko Hungary na hakuna lolote. Alikwenda Marekani akahutubia kabisa kwenye mabunge kuwa akiwa na waranti ya kukamatwa, lakini alihutubia bunge. Amekwenda mara 2 Marekani, na hii baada ya ziara yake ya Hungary, baada ya ziara au before ya ziara ya bwana Trump kutembelea Mashariki ya Kati, kwa sababu Trump mwezi wa 5 atakwenda Saudi Arabia. Na atakwenda Imarati, atakwenda Qatar, atakutana na viongozi wengi wa Kiarabu ambao atakutana nao. Lakini huenda kabla ya ziara ya Trump, Netanyahu atarudi tena Marekani kwa ziara ya 3 toka warrant ya kukamatwa ipo. Lakini Marekani haiwezi ikateke action yote, kwa sababu kwa Marekani inafahamika kuwa iko hivyo. Lakini angalia unafiki wa wanafiki na double standard ya wanafiki, kuwa kabla ya mahakama ya ICC kutangaza kuwa inamtaka Netanyahu kukamatwa pamoja na aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati wa Yoav Gallant, tayari ndani ya wiki hiyo, kwa sababu taarifa zilikuwepo kuwa huenda taarifa ya ICC ikatoka, aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Israel Herzi Halevi alikuwa Uingereza. Kwa hiyo kabla ya kwenda Uingereza ilitoa kinga ya kidiplomasia, yani ilitoa kinga kwa mkuu wa majeshi ya Israel kuwa hata kama waranti ya ICC itatoka itamtaja naye Herzi Halevi kuwa anatakiwa kukamatwa, Uingereza haitomsalimisha kwenye mahakama ya ICC. Yani Uingereza itamlinda pia Herzi Halevi kuwa hawezi kukamatwa. Yani ni ile tu kuwa unafiki wa wanafiki. Lakini hawa, linapokuja swala la nchi zingine, ni lazima itoke. Kumbuka mkutano wa BRICS ambao ulifanyika nadhani ilikuwa ni mwaka jana, ulifanyika South Africa, na nilizungumza mimi nikasema Putin hawezi kwenda. Putin hakwenda kwenye huo mkutano, lakini tayari Afrika Kusini ilikuwa imepigwa mkwara kuwa ni lazima ihakikishe Putin itamkamata. Lakini rudi nyuma mwaka 2023 kwenye mkutano wa G20 ambao ulifanyika kule Indonesia. Licha ya kuwa Indonesia ina uhusiano wa karibu kabisa na Urusi, Putin pia hakwenda kwenye mkutano wa G20 kwa sababu tayari ilikuwa tangazo la kukamatwa kwake limeshatoka, na hawa EU na Marekani tayari walikuwa wameshainyoshia kidole Indonesia kuwa ni lazima Putin akifika hapa akamatwe, ni lazima akamatwe tayari. Lakini hivi sasa wakati Netanyahu yuko hapa, hausikii yoyote anaongea, hausikii nchi yoyote inazungumza kuhusu Netanyahu yuko hapa. Kwa nini Hungary haijamkamata? Kwa nini? Lakini hawa EU, fikiria, angalia sasa kwenye unafiki ulivyo. Hawa EU wako tofauti sana na Hungary kwenye msimamo wao dhidi ya Urusi, kwa sababu Hungary yeye anapingana na EU kuhusu msimamo wa Urusi, kwa sababu Hungary na Slovakia ni nchi ambazo zinamuunga mkono Putin na zimekuwa ni kama macho na masikio ya Urusi ndani ya EU. Hungary na Slovakia. Viktor Orban, huyu waziri mkuu wa Hungary, alitembelea Urusi mwaka jana, na wakati huo anatembelea Urusi akiwa yeye ni mmoja wa viongozi wa EU, alikuwa ni mwenyekiti wa wakati huo anashikilia kile kiti cha EU. Wakamshutumu EU, kwa nini umetembelea Urusi? Akasema mimi nimetembelea kama waziri mkuu wa Hungary, sijaenda kama bosi wa EU, nimekwenda kama waziri mkuu wa Hungary. Halafu yeye ni katika wale ambao wanasema kuwa Ukraine kamwe haitojiunga na NATO, hatoruhusu, wala EU haitojiunga. Na yeye ni katika wale ambao kuwa hakubali vikwazo kwa Urusi. Yeye na Slovakia wako vile. Na mara zote Hungary ni nchi inayokosolewa na EU kwenye msimamo wake dhidi ya Urusi. Always magharibi yote wanaikosoa Hungary kwenye msimamo wao dhidi ya Urusi. Lakini hakuna nchi ya magharibi, hakuna nchi ya EU imeikosoa Hungary kwa sababu imempokea Netanyahu. Haipo. Umeelewa double standard ilivyo? Ndio maana mimi kwenye kile kitu ambacho huwa unalazimishwa tu kwa huyu mbaya, huyu gaidi, huyu nani, huwa nawaambia jamani, tumieni akili zenu. Gaidi kwa mujibu wa nani? Gaidi nani kataka awe gaidi? Yaani kwa nini? Yaani hiyo inatokea wapi tuwe hivyo? Tuwe tunatumia akili zetu. Hao watu wamesimamia wapi? Je, hao watu wanaamini kuhusu haki? Je, hao watu wanaamini kuhusu ustaarabu na mambo mengine? Kwa hiyo ukigundua kuwa hakuna kitu kinaitwa haki duniani, wala hakuna kitu kinaitwa ustaarabu, wala hakuna kitu kinaitwa sheria, yote hayo yanategemea na utashi na nani inamhusu. Asanteni. Usisahau kusubscribe.